Eti kama wanawake bikra wanakosekana, kwa nini wanaume wauaji tusikosekane? Naitwa EJS Speaker, tupo kwenye episode yetu ya You Can Be Loved But Still Be Used. Karibu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usikose kutumia jambo la busara la kusubscribe EJS Speaker YouTube channel yako. Twende pamoja. Karibu. Hii ndiyo episode yetu ya 4 ambayo inaitwa You Can Be Loved But Still Be Used. Leo tunazungumzia kuhusu bikra. Mwanamke anaposema raundi moja haitoshi, anamaanisha amezoea sana kutumiwa na watu wengi. Ndio maana lazima uwe bikra. Uenda umeshawahi kusikia maneno kama na haya: siwezi kuolewa na mwanaume ambaye hawezi kwenda raundi 3 au 4. Kitu cha kwanza unapaswa kuelewa ni hiki: bikra mkweli kabisa haswa hawezi kusema hivyo. Ni mwanamke aliyepitia msisimko wa kingono uliopitiliza, aliyeharibiwa kiakili na aliyekata katilia mbali uhusiano wa kihisia, ndiye anaweza kutoa kauli ya aina hiyo. Mwanamke mwenye kauli hizo hataki mume haswa, anataka mtu wa kumridhisha kingono kama kifaa akutumie. Na ndio maana huwa anasisitiza zaidi, oa bikra. Mwanamke ambaye hajaguswa na uchafu na mkanganyiko wa kisasa wa kingono. Hizi hapa ndio sababu 10 zitakazokufanya ujue thamani ya kuoa bikra. 1. Bikra anakuja akiwa na moyo safi wa kihisia. Hajaunda majeraha ya kihisia na wanaume wengine. Hakulinganishi wewe na uzoefu wake wa kingono wa zamani. Wewe ndiye mwanaume wake wa kwanza, na ujue ya kwamba mwanamke yeyote huyo huwa amsahau mwanaume wake wa kwanza. Jambo la pili, bikra hanaga matarajio yasiyo ya kawaida kitandani. Hatokuja kukudai raundi 5 hata siku moja. Hatokuja kukudai position 3 hata siku moja, au performance kama movie za watu wazima. Hawezi, kwa sababu hajaharibiwa kiakili na vitu hivyo. Bikra ana uhalisia wake na ni rahisi sana kufurahishwa. Jambo la tatu, bikra anaheshimu ngono. Achukuliagi tendo la ndoa kama chakula cha fast food, no, hata siku moja. Bikra anaheshimu tendo la ndoa, anathamini mwili wake, anathamini ukaribu wa kimapenzi, anaelewa kuwa ngono ni kitu kitakatifu, sio burudani. Mtazamo huo hujenga uaminifu kwenye ndoa. Namba 4, bikra hanaga nishati zinazomfuatafuata ovyo kama mtu aliyeua mtu, wala mizigo ya kihisia hana. Kila mwanaume ambaye mwanamke amelala naye huacha alama ya kihisia. Ukizidisha wanaume 10 au zaidi, unapata mwanamke aliyetikisika kiroho na kiakili na kihisia. Lakini ukimpata bikra, mnajenga pamoja kutoka mwanzo. Namba 5, mwanamke bikra ana uwezekano mdogo sana wa kuchiti au kulinganisha. Hawezi. Hana historia ya wanaume wengi. Hafikirii ex wake. Wewe ndiye kiwango chake cha kwanza, na hakuna mashindano wala kivuli cha zamani, hakuna. Namba 6, hana mapendeleo ya kingono yaliyotokana na michezo huko mwanzo. Wanawake wengi wa kisasa wamepitia uzoefu mbaya sana, sasa wanaonyesha majeraha hayo hata chumbani kwako watayaonyesha. Ndio maana wengine wanataka kukutawala hao, kufanya vitu vya kupitiliza mipaka. Bikra anakuja akiwa safi, bila majeraha yaliyofichwa. Namba 7, bikra ni rahisi kujenga naye maisha na kumuongoza. Bikra hupigani na mafundisho ya mwanaume mwingine, hupambani na condition ya zamani. Unakuwa mwongozo wake kihisia, kiroho na kimwili pia. Huyo ndiye bikra. Hoa bikra ufanikiwe. Hoa malaya mwenzio ufe na pressure. Namba 8, bikra ana uaminifu mkubwa wa kihisia. Mwanamke anayekupa ubikra wake hujifunga na wewe kihisia kwa kiwango kikubwa sana. Ana bondi ya kina kwa sababu amekupa vitu ambavyo hawezi kumpa mwanaume mwingine. Namba 9, riski ndogo ya STD, drama za mimba au historia zilizofichwa. Uhitaji kuwa dictative sana ili kuhesabu vitu vilivyopita nyuma ya bikra. Rekodi safi, moyo safi, maisha safi. Namba 10, bikra anaheshimu ndoa kwa sababu alisubiri. Hakutumia mwili wake kama sehemu ya majaribio. No. Anathamini commitment, familia na mwanaume aliyemsubiria anamthamini. Anaona ngono kama agano, sio biashara. Yule mwanamke anayesema raundi moja haimtoshi
Huenda ameshachoka, ametumiwa na kuharibiwa kihisia na wanaume wengi wengine waliopita maishani kwake. Sasa anataka wewe akufanye kama entertainer wake ili kuthibitisha thamani yako. No, hapana mfalme. Wewe sio burudani yake. Wewe sio sehemu ya kumponya majeraha yake. Wewe ni mjenzi wa legacy yako, mlinzi wa amani yako, mwanaume mwenye thamani. Oa anayejithamini naye atakuthamini. Ukipata bikra, oa bikra. Usipopata, oa mwanamke mwenye moyo safi kama wa bikra. Tumia hekima tu, utanielewa.